Usafi huu ambao mnauona, usafi wa mitaa ya Kigogo, usafi wa hapa Dar es Salaam unaoendelea katika masiku haya, ni maadhimisho ya kumbukumbu ya mtoto wa Mtume, ni maadhimisho ya kumbukumbu ya kifo cha mjukuu wa Mtume al-Imamu al-Husayn alayhi salam, kilichotokea zaidi ya miaka 1400 kasoro kidogo iliyopita. Al-Imamu al-Husayn, kwa nini tumkumbuke kwa kufanya usafi? Kwa nini tumkumbuke kwa jambo ambalo ni jambo la kijamii? Nadhania ni kwa sababu zifuatazo. Jambo la usafi au jambo la kijamii, jambo la kusafisha mitaa ya Dar es Salaam na mitaa ya Kigogo ni ishara kwamba, ni ishara ya kuonyesha undugu, ni ishara ya kwamba sisi Waislamu wafuasi wa madhhabi ya Ahlul Bait na wote wanaoishi Kigogo miongoni mwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, sisi sote ni ndugu. Kwa hiyo ni mitaa yetu. Hili jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ambalo tunaweza kulisema kwa sababu hii ya usafi huu tunaofanya kwa mitaa ya Kigogo na sehemu hizi za Dar es Salaam, ni ishara ya kuonyesha ushirikiano, ni ishara kuonyesha kwamba sote sisi ni watu wamoja na kwamba tuko pamoja na ni muhimu tukashirikiana, na ni kwa ajili ya haya ambayo al-Imamu al-Husayn ameyatetea. Lakini jambo la tatu, usafi huu ambao tunaufanya kwa ajili ya kumbukumbu ya al-Imam al-Husayn ni ishara ya kuonyesha upendo. Upendo kwanza kwa taifa letu, upendo kwa Dar es Salaam yetu, upendo kwa mitaa yetu, lakini vile vile upendo kwa wakazi wa Dar es Salaam na wakazi wa Kigogo. Usafi huu kwa ajili ya kumkumbuka al-Imam al-Husayn, kusafisha mitaa ya Dar es Salaam kwa ajili ya kumkumbuka al-Imam al-Husayn ni kuonyesha umoja wetu wa kitaifa, ni kuonyesha umoja wetu kama Watanzania kwamba ni kitu kimoja, pamoja na madhehebu zetu tofauti, pamoja na dini zetu tofauti, lakini ni kitu kimoja na wote ni Watanzania wamoja. Kwa hiyo ni katika kuijenga nchi yetu moja na kuimarisha makazi yetu mamoja. Lakini jambo la mwisho, bila shaka, jambo la usafi kwenye mitaa ya Dar es Salaam ambayo inawakusanya Waislamu, inawakusanya madhehebu tofauti, inawakusanya Wakristo, inawakusanya watu wa dini tofauti, ni ishara ya barua, ni ishara ya risala ya amani, ishara ya mshikamano, ishara ya upendo, ishara ya kuweza kuiboresha amani katika mkoa wetu, mtaa wetu na taifa letu. Namwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa munasaba huu wa kumbukumbu ya al-Imam al-Husayn alayhi salam, mjukuu wa Mtume na mtoto wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, iwe ni sababu ya umoja wetu wa Tanzania, iwe ni sababu ya mshikamano wetu, iwe ni sababu ya upendo wetu, lakini iwe ni sababu ya vichochea vyote vya uvunjifu wa amani kusambaratika katika nchi yetu. Mungu alibariki taifa hili, Mungu ampe nguvu rais wetu mpendwa ambaye ameweza kutufikisha hapa tulipofikia leo, tukiwa ni taifa lenye amani, mshikamano na umoja, Mama Samia Suluhu Hassan na wale wote wanaomsaidia. Poleni kwa msiba mzito wa mjukuu wa Mtume na mtoto wa Mtume al-Imam al-Husayn alayhi salam. Kwa jina naitwa Bunu Isa Ramadhani, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kigogo Kati, lakini kwa niaba ya wenyekiti wenzangu wa Kigogo Mkwajuni na Kigogo Mbuyuni, niko hapa kushirikiana na uongozi wa taasisi ya Shia kufanya usafi kama moja ya kuonesha ni njia gani taasisi ya Shia inashiriki katika mambo ya kijamii. Kwa kweli jitihada tunaifanya mara nyingi, na kwa kushirikiana na taasisi yetu ya Shia ambayo tunakuwa nao kila siku katika masuala ya kijamii, tunafanya jitihada kuhamasisha wananchi kila Jumamosi, na kwa maagizo ambayo tumeyapata kutoka kwa mkuu wa mkoa, swala hili ni swala la kitaifa. Kwa hiyo tunafanya jitihada kuhakikisha usafi unafanyika mazingira katika mitaa yote ya mkoa wa Dar es Salaam. Katika kata yetu tutakuwa tunajitoa zaidi ili kuhakikisha tunafanya majukumu
ya kiserikali na kitaifa kwa ujumla.